Fedha nyingi ya serikali inatumika katika kutekeleza miradi ya maendeleo. Fedha hii isiposimamiwa ipasavyo wakati wa utekelezaji wa miradi hii itasababisha lengo la serikali la kumletea mwananchi maendeleo kutofikiwa. Kutokana na baadhi ya miradi kugubikwa na vitendo vya rushwa, TAKUKURU ikiwa ni chombo kilichopewa jukumu la kuhakikisha ustawi wa utawala bora nchini na kutokomeza rushwa, kufanya ufuatiliaji wa fedha ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ufuatiliaji huu wa TAKUKURU umeifanya ije na kampeni inayoitwa Tusirudishane Nyuma. Kampeni hii inalenga kuhamasisha wadau kuzuia vitendo vya rushwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kwa sababu rushwa ikiachwa ishamiri itaturudisha nyuma kimaendeleo. Kauli mbiu ya kampeni hii inasema tusirudishane nyuma, maendeleo yako, maendeleo yetu. Mtazamaji, leo katika utekelezaji wa kampeni ya tusirudishane nyuma, tunaangazia utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani Morogoro. TAKUKURU inafuatilia matumizi ya fedha zinazotengwa kutekeleza miradi ya maendeleo ili kuhakikisha viwango vya ubora na thamani ya fedha inayotolewa na serikali inapatikana. Aliyekuwa mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro, Bwana Manyama Tungaraza, anaeleza. Katika suala hilo la ukaguzi wa miradi ya maendeleo, TAKUKURU inatembelea miradi karibu yote ambayo inatekelezwa katika maeneo yetu, na wanapobaini kwamba miradi imetekelezwa chini ya kiwango, hatua mbalimbali zinachukuliwa. Moja ni kuomba au ni kuwataka wahusika warudie ile miradi kwa gharama zao, na kama itaonekana kwamba miradi ile imecheleweshwa, pia kuna ushauri unaotolewa. Mtazamaji, TAKUKURU inahamasisha wadau kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Mkuu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Adam Malima, ni mdau anayeshirikiana na TAKUKURU katika usimamizi wa miradi ya maendeleo na kudhibiti ubadhirifu kwenye miradi hiyo. Kwanza kabisa, tunapofika kwenye hatua hii, mara nyingi kama sio mara zote, mtafiti mkuu ambaye anatusimamia kutuangalizia kuhusu kiwango cha uharibifu na uchunguzi na nini kwenye miradi kama hii anakuwa ni TAKUKURU. Kwa hiyo kwa upande huo TAKUKURU inatusaidia sana. Na unajua, mnapojenga hii inakuwa kama tamaduni, culture ya watu kuchukia mambo haya, na maendeleo yanakuja wepesi zaidi, kwa sababu hii ni ishara ya kwamba watu wana kiu ya maendeleo. Na hili mnalofanya nyinyi la kampeni ya tusirudishane nyuma ni jambo zuri, kwa sababu inakwenda kwenye msingi mkubwa wa namna ya kupambana na rushwa, ambayo ni elimu kwa umma, public awareness campaign. Mtazamaji, uibuaji wa miradi ya maendeleo huwa ni mchakato shirikishi, kwani wananchi wa eneo husika ndio wanafahamu uhitaji wa aina ya mradi katika eneo lao. Je, mchakato wake ukoje? Ndugu mtangazaji, miradi hii ya maendeleo, kitu cha kwanza kuna kipindi ambacho tunaweka budget. Hii budget inakuwa ni shirikishi. Kwanza inaanza katika level ya chini, serikali za vijiji zinaibua vipaumbele, lakini pia inaenda moja kwa moja kwenye serikali za kata, lakini kutoka serikali za kata zinaleta kwenye vikao vya management, ambayo ni management ya halmashauri. Management ya halmashauri ikichakata inapeleka kwenye vikao vya kudumu vya waheshimiwa madiwani, kikao cha elimu, kikao cha uchumi. Vikao hivi vyote vikichakata vinaenda kuhitimishwa na baraza la waheshimiwa madiwani. Pale mradi unapotaka kuanza, wananchi wa eneo husika
wanashirikishwaje katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa mradi huo? Tuna namna nyingi ambazo tunashirikisha jamii yetu, yani wananchi wa wilaya Mvomero. Kwanza kabisa huwa tunatoa taarifa ya ujio wa mradi. Kwa sababu tumekuwa tukipokea miradi fedha nyingi na miradi ni mingi, kwa hiyo inategemea miradi inakwenda kata ipi au inakwenda tarafa ipi au inakwenda kijiji kipi. Kwa hiyo kabisa la kwanza ni kupeleka taarifa kule kwenye maeneo husika kupitia serikali zao za vijiji. Kwa hiyo kwa mfano kama mradi unakwenda labda kata Mtibwa, kwa hiyo watu wa Mtibwa watapata taarifa kwamba kuna mradi ABC unakuja, na unapitia serikali ya kijiji ambao wao wanapitia mikutano yao, wanaambiana. Mtazamaji wa TBC1, kutokana na utekelezaji wa baadhi ya miradi kugubikwa na vitendo vya rushwa, TAKUKURU huchukua hatua mbalimbali pale inapobaini upungufu. Tunafuatilia au tunakagua miradi yote ya maendeleo inayofanyika katika eneo letu la wilaya ya Mvomero na kuhakikisha kwamba inatekelezwa kama vile ilivyopangwa, kwa maana inatekelezwa katika ubora na kwa wakati unaotakiwa. Tukifanya ufuatiliaji huo, tunafanya uelimishaji wa wananchi katika eneo la mradi. Vile vile tunaelimisha kamati zile zinazohusika na utekelezaji wa miradi hiyo kwa kuwapa elimu ya namna bora ya kuzuia vitendo vya rushwa katika miradi yao ya maendeleo. Na iwapo tutakuwa tumefuatilia na kubaini kwamba kuna vitendo vya rushwa vimefanyika, kabla ya sisi kuwa tumesha toa elimu, basi tunafanya uchunguzi ambao utapelekea wahusika wote ambao wamejihusisha na vitendo vya rushwa kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kushtakiwa. Mafanikio ya utekelezaji wa miradi hii hutegemea ushiriki wa wadau mbalimbali wakiwemo wananchi. Tunapoongelea wadau wa miradi ya maendeleo, kwanza mwananchi wa chini, huyu naye ni mdau wa maendeleo. Lakini pia kuna sekta binafsi, pia hawa ni wadau wa maendeleo. Tunaposema mwananchi ni mdau wa maendeleo kwa sababu yeye ni mnufaika, lakini kwa namna moja au nyingine kuna maeneo ambayo anatakiwa kushiriki katika utekelezaji wa hizi shughuli za maendeleo. Wadau wana majukumu mbalimbali. Moja, kuangalia manispaa sisi tunafanya nini kwa kutokana na fedha hizi za miradi ya maendeleo. Lakini pili, kwa maana wapo wadau mbalimbali. Kwa mfano, TAKUKURU ni sehemu ya wadau wa miradi ya maendeleo ndani ya manispaa. Lakini ofisi ya mkuu wa wilaya ni sehemu ya wadau wa maendeleo ndani ya manispaa. Lakini vile vile tunasema hizi aina nyingine za NGOs ambazo zipo ndani ya manispaa, sisi tunaona hawa ni wadau wenzetu, TARURA, MRUWASA na kadhalika. Mtazamaji, mwananchi ana wajibu wa kuhakikisha miradi inatekelezwa na inakamilika kwa kiwango kilichokusudiwa. Wananchi wana wajibu mkubwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kufanya yafuatayo. Moja, wananchi ndio wanaohusika na kuibua miradi ya maendeleo inayowafaa katika maeneo yao kwa kuangalia vipaumbele. Wataangalia vipaumbele vya miradi inayowafaa, kwa mfano mradi wa afya, mradi wa elimu, mradi wa maji au barabara na miradi mingineyo, na kuangalia ule ambao ni kipaumbele kwao, basi watauibua katika mikutano yao mikuu ya kijiji. Na baada ya kuibua miradi hiyo, wataiwasilisha kwenye kamati za serikali ya kijiji, kwa maana halmashauri za kijiji, kwa ajili ya kujadiliwa na kuwasilishwa kwa utaratibu unaofaa kwenda halmashauri kwa ajili ya kutekeleza miradi hiyo. Wananchi wanazungumziaje kuhusu utunzaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yao? Serikali kupitia, tuseme kwamba kwa mfano serikali kwa upande wa local government wafanye kazi ya kutoa elimu kwa watu kwamba ile miradi ina umuhimu gani kwao. Ila kupitia serikali yetu pendwa na nguvu za wananchi tumeweza kujenga shule yetu. Hiyo ni faida pia ambazo tunazipata sasa hivi
kwa kuwa watoto wetu wanasoma hapa karibu na idadi pia wanafunzi inakuwa ni kubwa. Manufaa kiukweli ni mengi, kwa sababu kama hivi kipindi cha nyuma ilikuwa hamna hospitali, watu walikuwa wanapata tabu sana kupata huduma mpaka wafate mbali, lakini kwa sasa hivi wanapata huduma hapa karibu, huduma zote zinapatikana kwa wakati. Wamama wajawazito wanapata huduma kwa wakati, wagonjwa wote wanapata huduma kwa wakati. Mtazamaji, hatua ya TAKUKURU kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inasaidia kuongeza kiwango cha uwajibikaji na kusaidia miradi kukamilishwa katika kiwango kinachotakiwa. Ni miradi mingi imetekelezwa kwa kuzingatia viwango. Mmoja, kuna mradi mmoja ambao nafikiri ulikuwa unasumbua sana, ulikuwa ni routine maintenance ya barabara ya Mazimbu Tumbaku. Ilikuwa mara kwa mara na kuna mashimo mara kwa kila mwaka. Tulibaini kwamba kulikuwa na utendaji ambao kuwa umezingatiwa viwango. Kwa hiyo tuliwaagiza warudie ile eneo. Kwa hiyo walianza upya, wakafumua kile kipande, wakakijenga upya. Ni mwaka nafikiri wa zaidi mwaka wa 3 sasa. Hakuna mabadiliko, hakuna matengenezo mengine tena yameshafanyika. Hiyo ni mafanikio. Lakini pia kuna maeneo ambayo miradi ile inapokuwa imetengenezwa chini ya kiwango, ipo miradi ambayo wahusika wameamriwa kurudia kwa gharama zao. Mfano mradi wa shule shikizi ya Seramiti iliyoko Malinyi ilifanywa chini ya kiwango, sakafu ilikuwa chini ya kiwango, milango ilikuwa chini ya kiwango. Kwa hiyo iliamriwa ile itolewe na itengenezwe au irekebishwe kwa gharama za wahusika. Mkurugenzi wakati huo, mkurugenzi wa halmashauri alifanya kwa gharama zake, zaidi ya shilingi milioni 4 zilitumika. Lakini pia kuna mradi mwingine ambao ni shule ya msingi Vidunda iko Kilosa. Huo mradi ulikuwa ni utengenezaji wa viti na meza. Wananchi walitoa taarifa kwamba mradi hauko sawa, tulikwenda pale tukabaini kweli kwa mradi huo ulikuwa chini ya kiwango, kwa sababu baadhi ya meza hazikuwa na ule uvungu wa kuwekea madaftari, na baadhi ya viti vilikuwa na miguu mingine mifupi, mingine mirefu. Kwa hiyo TAKUKURU iliagiza pesa zisilipwe mpaka marekebisho yatakapofanyika. Kwa hiyo ni moja mfano kwamba tulizuia fedha za serikali zitumike kwa mradi ambao haukidhi viwango. Mpaka hapo, mtazamaji wa TAKUKURU TV, tumefikia mwisho wa makala haya yaliyoandaliwa na TAKUKURU ambayo yameangazia utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mkoa wa Morogoro kwa muktadha wa kampeni ya TAKUKURU inayoitwa Tusirudishane Nyuma. Ni matumaini yetu umejifunza mengi, na kwa nafasi yako popote ulipo utashiriki ipasavyo kusimamia, kufuatilia na kutekeleza miradi ya maendeleo ili isiathiriwe na vitendo vya rushwa, hivyo kuwa yenye faida kwa kila mwanajamii na taifa kwa ujumla. Tunasisitiza tusirudishane nyuma, maendeleo yako, maendeleo yetu. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.